Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi kabla sijasoma matangazo au taratibu wa juma kuu, niombe tukumbushane matawi haya ambayo yamebarikiwa leo ni kisakramenti. Tuyatunze vizuri, tusiache hapa nyumbani. Kanisani tunao nyumbani kwetu. Tunaona wengi sasa yameshazagaa huko kanisa ukiangalia chini tayari matawi ni mengi. Wanangu, naomba mwokote matawi yote, isibaki tawi hata moja chini. Haya matawi mwakani tutawaagiza mtuletee kwa ajili ya kuandaa majivu ya mwakani. Kwa hiyo tukayatunze vyema. Niombe tusikilize utaratibu wa juma kuu. Jambo la kwanza, Jumanne saa 4 kamili asubuhi tutakuwa na misa maalum ya kubariki mafuta itakayoongozwa na washamba wa askofu. Tuwaombe waamini wote siku hii tufike mapema. Kengele ya kwanza itagonga saa 3 kamili na kengele ya pili saa 3:30. Kengele hizi ukizisikia basi ujue kengele hii inakuandaa au kukumbusha kwamba ni misa ya kubariki mafuta. Tufike wote. Siku hii ni sherehe ya mapadre. Basi kwa namna ya pekee tunaalikwa kuandaa zawadi, lakini pia kama kanisa kwa ujumla, sisi sasa zawadi yetu tuandae vipaji vya kutosha. Kama kanisa tuandae vipaji vya kutosha, manake ule muda wa vipaji tunasimama waamini wote kwenye mstari kwenye maandamano tukileta vipaji vyetu kwa sehemu ya kuwapongeza mapadre wetu. Jumanne hiyo hiyo baada ya njia ya msalaba jioni saa 11 itatolewa sakramenti ya kitubio kwa mara ya mwisho. Jumanne baada ya njia ya msalaba itatolewa sakramenti ya kitubio kwa mara ya mwisho. Baada ya hapo haitatolewa sakramenti ya kitubio tena. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajapata huduma hii ya sakramenti ya kitubio, basi tuhakikishe tunafika siku ya Jumanne baada ya njia ya msalaba tuweze kuungana wote. Alhamisi Kuu misa itaanza saa 11 kamili jioni. Alhamisi Kuu misa itaanza saa 11 kamili jioni, na baada ya misa itafuata kuabudu Ekaristi Takatifu kadiri ya ratiba ambayo tumeigawa yani makundi kila jumuiya. Tunaomba kila jumuiya tujiandae vema. Utaratibu tumeshauleta kwenye jumuiya. Kama kuna jumuiya ambayo haijapata basi mtafika ofisini, lakini pia utaratibu huo umebandikwa kwenye ubao wa matangazo. Ijumaa Kuu, siku hii haturuhusiwi kufanya kazi yoyote. Siku hii haturuhusiwi kufanya kazi yoyote, lakini pia kadiri ya amri ya kanisa tunakumbusha siku hii sio siku ya kula nyama. Siku hii sio siku ya kula nyama. Kadiri ya sheria pia sheria ya kitaifa ya likizo za kitaifa ya mwaka 1966 ile public holiday. Siku hii ni siku ya mapumziko. Taasisi zote hazifanyi kazi, shule, benki na ofisi zote hazifanyi kazi. Tujiulize tunakuwa wapi? Basi tumeandaa ratiba ifuatayo. Kuanzia saa 2:30 asubuhi yatatolewa mafundisho ya moyo hapa kanisani. Tufike wote. Saa 6 kamili mchana itakuwa ibada ya njia ya msalaba kwa mara ya mwisho, na saa 9 kamili alasiri itakuwa ibada ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, yaani ibada ya Ijumaa Kuu. Kama tulivyofundishwa kwenye mahubiri, siku hii hakuna kengele yoyote. Kwa hiyo kengele zetu ziwe sala zetu, lakini pia kwaya zote tunakumbushwa tuweze kujiandaa kikamilifu, kwani siku hii kwaya zote tunahusika.
na rangi ya liturujia ya siku hii Ijumaa Kuu ni nyekundu kama rangi iliyovaliwa leo. Kwa hiyo tunaalikwa waamini wale wenye mavazi mekundu, tunajua siku hii pia tunaweza au tunaruhusiwa kuvasiwa na kwaya pekee. Jumamosi Kuu saa 2:30 asubuhi utatolewa ubatizo sehemu ya kwanza. Utafanyika ubatizo sehemu ya kwanza. Tunawaalika wazazi, watoto na wasimamizi tufike hapa kanisani saa 2:30 na watoto hawa wawe wameangaliwa tayari kwa ubatizo. Tutafanya ubatizo sehemu ya kwanza. Na misa ya kesha la Pasaka itaanza saa 1 kamili usiku, na misa hii itaanzia mbele ya kanisa kuu kwa ibada ya kubariki moto mpya wa Pasaka. Tunaalikwa waamini wetu, tuna changamoto ya kutokufika kwa wakati. Kwa wakati. Tumekumbushwa kwenye mahubiri ili tupate rehema kamili, tuchote neema kama vile ambavyo inastahili, tuzingatie muda. Yafaa inastahili dakika 15 kabla uwepo kanisani. Nasali sala zako binafsi, na kisha ibada inapoanza tunaanza wote kwa pamoja. Ratiba hii nilisoma ipo kwenye milango yote ya kanisa, milango yote miwili na mbele ya kanisa kuu. Basi kwa kurejea zaidi tunaweza kupitia kusoma ratiba hiyo. Niwatakie elimika njema. Tumsifu Yesu Kristo.